Elimu ya walipa kodi bado ni changamoto, kwa sababu kama tunaiona lengo tunalifikia hili, basi uhalisia kama elimu ya walipa kodi itawafikia wananchi wengi zaidi, naamini kabisa kiwango cha lengo tunaloliweka, malengo haya yanaweza kuzidiwa hata kufika hata mara 2 zaidi hapo. Tulifanya utafiti mdogo kupitia tume yetu ya mipango, idara yetu ya uchumi, kugundua namna gani kuna potential ya kukusanya mapato ambayo bado hatujaweza kuyapata. Zaidi ya 83% ya mapato ambayo taifa hili ingeweza kuyapata hayapati kwa sababu tunashindwa kufika kila mahala kukusanya hizi kodi. Pengine mifumo yetu bado haijaweza kukamata vyanzo vyote vya muhimu vya kulipa kodi. Bado kuna watu ambao pengine bila kukusudia hawakusanyi kodi ama hawawezi kukusanya kodi kwa sababu pengine hawajui kwamba hii ni sehemu ya kodi na inaweza ikaongeza pato la taifa. Kwa hiyo tuna only 17% tu ndio tunadhani ndio tunayoipata katika hizi tunazozizungumza hapa, bilioni 25 kwa mfano alizozipata meneja hapa Tyler Pemba. Bado kuna maeneo ambayo hatujayajua ambayo yanaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kodi. Unaweza ukaimagine namna gani serikali hii itaweza kupiga hatua katika maendeleo ya kujenga miradi mbalimbali ya maendeleo katika nchi yetu. Sasa tukiwa tunaadhimisha miaka 30 ya TRA tangu kuanzishwa, Pemba inaadhimisha miaka 4 tangu kutambuliwa kama mkoa wa kikodi. Kwa hiyo tunayo furaha kutokana na hilo ambalo limewezesha sisi kama Pemba kuweza kufikia malengo kwa miaka yote 4 tangu kuanzishwa kama mkoa wa kikodi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka huu tuliomaliza karibuni 2025-2026, mkoa wa kikodi Pemba ulipangiwa lengo la kukusanya bilioni 21,818,967. Katika lengo hilo tulifanikiwa kukusanya bilioni 25,400,007,946 ambayo ni sawa na ufanisi wa 116%. Tuwapongeze sana walipa kodi wetu wa Pemba. Hongereni sana. Mheshimiwa, makusanyo hayo yalikuwa ni ukuaji wa 39% ikilinganishwa na makusanyo ya mwaka uliopita. Tunakabiliwa sana na changamoto hii ya magendo, hususan katika mkoa wangu wa Kaskazini Pemba. Kwa takwimu nilionao, tuna bandari bubu zisizopungua 225 katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Niendelee kuwaambia wafanyabiashara tuache ile tabia ya kutumia bandari bubu, tutumieni bandari zile zilizo rasmi. Nawaomba sana TRA tuendelee kuwa karibu na hawa wafanyabiashara wetu, na sisi mikoa tuko tayari kushirikiana nanyi kuona kwamba mapato yanapokusanywa kwa hiari na wananchi wanashajihika kuona kwamba mapato yao wanayatoa au kodi yao wanaitoa na tunaitumia ipasavyo. Lakini nawaomba sana TRA na ZRA tuendelee kutoa elimu ya kutosha katika maeneo ya vijijini, kwa sababu wafahamu fedha zao zinakwenda wapi, wafahamu namna gani ya kuchangia kodi katika shughuli. Na sisi kama wafanyabiashara tunawaahidi tutaendelea kushirikiana na nyinyi kazi kwa kadri ambavyo mtatuhitaji. Sasa tunajua kuna vitu mbalimbali ambavyo mnavifanya, kwa hiyo tuahidi muda wowote mtakapohitaji tutashirikiana na nyinyi, na nyinyi msichoke. Tunajua na sisi tuna changamoto mbalimbali ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine zinawakwaza, lakini tujue kwamba hiyo ndio kazi
na mnapofanya kazi na watu wa aina tofauti tofauti, mjue hamtakutana na watu wote ambao wana tabia moja. Kwa hiyo muendelee kuwa karibu na sisi ili tuweze kufikia malengo yetu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu sisi ni wafanya biashara, basi na wewe ni mzazi wetu, mlezi wetu, umekuja leo. Kwa ruhusa yako, naomba uniruhusu kidogo nikwambie haya ambayo licha ya kujipongeza huku